Barakatu as-salihin, kupatikana watu wema katika family ni katika sababu, ndugu yangu katika iman, ya wewe kuruzukiwa. Unaweza jihisi mara nyingine katika family kwamba wewe peke yake ama wewe peke yako ndiye unayeenda mbio, lakini kwa ajili ya kupatikana baadhi ya watu wema katika family, katika ndugu zako, katika dada zako, katika hata wajomba zako, wakawa ni watu wema, wakawa wanawasaidia kiriziki, wewe kufanya hivyo, yani na wao kupatikana maombi ama kukuombea na wao kuwa wema, ikawa ni sababu ya wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukufungulia milango ya riziki zaidi. Wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafifu alhamli yujadu haythu kunta. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نجزانgu katika iman, bado tukiwa kwenye kipindi chetu cha Haqaiqu al-Arzaq, uhakika na ukweli kuhusiana na mlango wa rizq. Siku ya leo tutaangalia ya kwamba mwanadamu huruzukiwa kwa sababu ya mwenzake yeye, wala si kwa ajili ya nguvu zake yeye, wala akili zake yeye, wala shahada nyingi labda alionazo yeye. La'allaka turzaqu bighayrik, huenda ukawa ewe mwanadamu Mwenyezi Mungu amekufungulia mlango wa riziki, amekupanulia riziki yako, lakini si kwa ajili yako peke yake, si kwa ajili ya bidii yako peke yake, ni kwa ajili ya wewe ama kwa ajili yako na mtu fulani ama watu fulani ambao wamekuzunguka, ndio ikawa sababu ya kuruzukiwa wewe. Kwenye hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema Anas, kana akhawani ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal akharu yahtarif. Kulikuwa na mandugu wawili kwenye wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hawa mandugu wawili, yani wote wawili walikuwa na yani sifa tofauti. Mmoja kana yati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akikaa chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akitafuta elimu, akisoma, akijilazimisha na kutafuta elimu, alikuwa kwenye khair. Ama ndugu yake huyu wa pili ama huyu mwingine alikuwa na sifa ya kutafuta riziki, alikuwa ni mfanya biashara, akiingia sehemu moja mpaka sehemu nyingine, akizunguka sehemu tofauti tofauti, ni mfanya biashara anajitafutia riziki. Asema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, huyu ambaye alikuwa na sifa ya kufanya biashara ama kufanya kazi, alienda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hali ya yule ndugu yake, kwamba hakuna kitu anafanya. Kwa macho yake anaona kwamba huyu yani hakuna bidii anayofanya katika mlango wa riziki, na anaona yeye peke yake ndiye anayejitahidi, anatumia nguvu zake, anatumia akili yake ya riziki kuwafikia. So alienda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya huyu ndugu yake ambaye amelazimiana na kutafuta elimu, amelazimiana na kuijua dini yake, amelazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kushtaki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno mazuri. Sikiza haya maneno, ewe ndugu yangu, kwa huyu aliyekuja kushtaki juu ya hali ya ndugu yake, anaona yeye ndiye anayeleta riziki peke yake, yeye nguvu zake peke yake ndiye inaileta chakula juu ya meza. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nini? Anamwambia la'allaka turzaqu bihi, huenda ukawa unaruzukiwa kwa ajili yake yeye. Allahu akbar. Angalia binadamu namna alivyo dhaifu,
Anaweza kudhania binadamu ni yeye ndiye anayewezesha mambo, ni yeye ndiye bidii yake peke yake ndiyo imesababisha kufungukiwa kwa riziki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa ufahamu wote, anasafisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ufahamu ambao wengi katika wanadamu wako nayo. Anamwambia la'allaka turzaqu bihi, huenda ukawa unaruzukiwa kwa ajili yake. Ni faida gani tupata hapa ndugu zangu? Faida tunayopata ni kwamba hii hadith na hii jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwambia huyu bwana ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingine anajalia riziki yako ni kwa ajili ya watu wengine. Warizqu biyadillahi Subhanahu wa Ta'ala la bimujarrad as-sa'i. Riziki iko kwenye mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba riziki asidhania mwanadamu ati ni kwamba yeye kwenda mbio ndiyo amefikia kwenye riziki. Naam, ni sababu mwanadamu kwenda kujaribu kuingia katika barabara, kuingia kwenye soko, kujaribu mambo kadhaa ni asbab. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha huyo sahaba ama huyo bwana aliyekuja kwake kwamba si hilo peke yake ambalo unalodhania wewe. Riziki yako inakuja kupitia ama kwa ajili ya huyu ndugu yako ambaye unayemwona ni mtu wa kawaida. Waqad ta'ti bisababi du'ain salihin au barakatihi. Riziki vile vile inaweza kuja ndugu yangu katika iman baada ya kuwa na sababu ndogo unaifanya, inaweza kuwa ni sababu, yani kuja riziki yako kwa sababu ya dua ya mtu mwema ambaye unaishi na yeye, ama watu wema ambao wamekuzunguka, ama baraka zao kwenye maisha yako unapoishi na wao. Kuishi na watu wema, hii ndio katika faida zake. Kuwasaidia watu wa khairi, hii ndio faida yake. Huyu alikuwa anaenda mbio kutafuta riziki ili yeye na ndugu yake wawe na chakula juu ya meza, ili yeye na ndugu yake waweze kuishi, wawe na riziki zao. Huyu mwema, yani yeye kuwa katika hali nzuri ama kuwa kwenye salah, imekuwa sababu ya yeye kuruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo lingine ni barakatu salihina mumtaddatun lighairihim. Barakatu as-salihin, kupatikana watu wema katika family ni katika sababu ndugu yangu katika iman ya wewe kuruzukiwa. Unaweza jihisi mara nyingine katika family kwamba wewe peke yake ama wewe peke yako ndiye unayeenda mbio, lakini kwa ajili ya kupatikana baadhi ya watu wema katika family, katika ndugu zako, katika dada zako, katika hata wajomba zako, hata katika ammi zako ama katika anti zako, wakawa ni watu wema, ukawa wanawasaidia kiriziki, wewe kufanya hivyo, yani na wao kupatikana maombi ama kukuombea na wao kuwa wema, ikawa ni sababu ya wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukufungulia milango ya riziki zaidi. Farizq, asidhania mwanadamu abadan kwamba ni kwa ajili ya bidii yake, ni kwa ajili ya elimu yake, ni kwa ajili ya riziki ya nguvu zake peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafungamanisha riziki ya mwanadamu na kiumbe mwingine ambaye mtu anaweza kumdharau ama amwone ni duni. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika iman, hadithi nyingine ya Abu Huraira akionyesha kwamba mwanadamu anaruzukiwa kwa ajili ya mwenzake vile vile, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ubghuni dhu'afaakum fa inma turzaquna wa tunsaruna bi dhu'afaikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza kwamba mwanadamu anaruzukiwa kwa ajili ya wale watu madhuafa,
watu ambao ni watu duni waliotuzunguka, ambao tunawasaidia mara kwa mara, tunawaangalia kwa macho ya rahma kwa ajili ya hali yao. Kwa ajili ya hawa, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ndiyo inakuwa sababu ya kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama turzaquna, kwa hakika munaruzukiwa, watunsaruna, na munapata kunusuriwa na kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, enyi wanadamu, bidhuafaikum, kwa wale watu ambao wamewazunguka, lakini watu hawa ni watu madhaif. Madhaif ni watu masakin, ni watu ambao hawana uwezo. Sisi kuwa na wao, kuwasaidia mara kwa mara, inakuwa ni sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya sisi kuruzukiwa na kusaidiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faida tunayopata hapa ni barakatu ad-du'afai adhima. Baraka ya watu madhaifu, ndugu zangu katika imani, ni kubwa. Tusiwadharau watu ambao ni madhaifu tunaoishi na wao, kwani wako na baraka kubwa na wanakuwa ni sababu ya sisi kuruzukiwa na kunusuriwa na kusaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadith inatufundisha vile vile alhathu ala alihsani ila ad-du'afa, inatuhimiza na kutukokoteza katika kuwasaidia watu masikini na watu madhaifu, kwani sisi kufanya hivyo, ndugu zangu katika iman, inakuwa ni sababu ya sisi kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, ndugu zangu katika iman, napenda kusema hafidhu ala dhuafaikum, wahifadhini, ndugu zangu katika iman, wale watu ambao ni madhaifu tunaishi na wao, watu ambao ni masakin tunaoishi na wao. Tuwahifadhini, tuweni karibu na wao. Watu katika familia zetu, ndugu yako ni dhaif, maskini, hana uwezo, mshike mkono, kuwa sababu ya yeye kurahisishika maisha yake, ili Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akunusuru na akuruzuku, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hafidhu ala dhuafaikum wa akrimuhum wa kunu aunan lahum. Tuwasaidieni hawa madhuafa ambao wameturuzuku, fafihim sirru rizq, kupitia hawa madhaifu ambao wametuzunguka, hapo ndiyo kuna riziki zetu na kuokolewa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo riziki yako si nguvu zako peke yake wala elimu yako peke yake. Riziki mara nyingine inakuja kwa ajili ya ule dhaif katika mtu mmoja katika family, ama ndugu yako mmoja ambaye uko na yeye ambaye hana uwezo, wewe kumsaidia. Hiyo ndiyo inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuruzuku. Usidharau jambo hili dogo, na usiwadharau wale watu waliokuzunguka ambao hali yao ni dhaif, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidhuafaikum, kwani mnanusuriwa na kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wale madhuafa na wale watu waliowazunguka. Mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.